Rais wa Marekani Donald John Trump amevunja ukimya wake wa karibu saa 12 kuhusu mfululizo wa mashambulizi kati ya Iran na Israel, akitoa kauli kali inayotaka mataifa hayo mawili kusitisha mara moja mapigano yanayoendelea, huku hofu ya kuongezeka kwa vita vikubwa katika Mashariki ya Kati ikizidi kuongezeka. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump alisema kuwa Iran na Israel lazima waache mara moja kupigana, kauli iliyokuja wakati ambapo pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa makombora na mashambulizi ya anga katika saa chache zilizopita. Kauli hiyo inaonekana kuwa ishara ya mabadiliko ya msimamo wa tahadhari kutoka Washington, huku Marekani ikijaribu kuzuia hali isizidi kuwa mbaya zaidi katika eneo ambalo tayari limekuwa na mvutano wa muda mrefu wa kisiasa na kijeshi. Ukimya wa Trump kwa takriban saa 12 tangu mashambulizi mapya yalipoanza ulikuwa umeibua maswali mengi kuhusu msimamo wa Marekani, hasa kutokana na ushawishi mkubwa wa Washington katika masuala ya usalama wa Israel na msimamo wake mgumu na Iran. Katika kipindi hicho, Iran iliripotiwa kuendelea kurusha makombora kuelekea maeneo mbalimbali ya Israel, hatua iliyosababisha tahadhari za kinga ya anga kuwashwa katika baadhi ya maeneo, huku mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel ukifanya kazi ya kuyadhibiti makombora hayo. Kwa upande wake, Israel iliendelea kujibu kwa mashambulizi ya anga yaliyolenga kile ilichodai kuwa ni miundombinu ya kijeshi, vituo vya rada pamoja na maeneo yanayohusishwa na vikosi vya Iran. Milipuko mikubwa ilisikika katika baadhi ya miji ya Irani, huku hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka kwa raia wa kawaida wanaohofia uwezekano wa mzozo huo kuingia katika hatua ya vita vya moja kwa moja visivyodhibitika. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa kabla ya kutoa tamko lake hadharani, Trump alikuwa akifanya mawasiliano ya kisiasa na viongozi wa ngazi za juu wa Israel, akiwemo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, katika juhudi za kushinikiza kupunguzwa kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Inadaiwa kuwa Trump alitaka kuzuia hatua ambazo zinaweza kuchochea mashambulizi makubwa zaidi kutoka Iran na kusababisha eneo lote la Mashariki ya Kati kuingia kwenye hali ya sintofahamu ya kiusalama. Kauli hiyo ya Trump pia imechukuliwa kwa uzito mkubwa kutokana na nafasi ya Marekani kama mshirika mkuu wa kijeshi wa Israel. Kwa muda mrefu, Marekani imekuwa ikiipa Israel msaada mkubwa wa kiusalama, lakini wakati huo imekuwa ikijaribu kuzuia mzozo wa moja kwa moja kati ya Israel na Irani ambao unaweza kuathiri maslahi yake ya kijeshi, kisiasa na kiuchumi katika eneo hilo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa Trump anatambua madhara makubwa ambayo yanaweza kutokea iwapo mapigano hayo yataendelea kwa muda mrefu, ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta duniani na hatari ya kuhusishwa kwa mataifa mengine ya kikanda. Kauli ya Trump sasa imegeuka kuwa sehemu muhimu ya mjadala wa kimataifa kuhusu mustakabali wa mzozo huo, huku wengi wakisubiri kuona kama Iran na Israel zitasikiliza wito wa kusitisha mashambulizi au kama hali itaendelea kuelekea kwenye mzunguko mpya wa mashambulizi ya kulipizana kisasi ambao unaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa usalama wa Mashariki ya Kati katika siku zijazo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.